Utakayoinua sauti yako kuikataa na kuikemea roho ya hofu ambayo adui anaitumia kinyume chako. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, maandiko yanasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali alitupa roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Uoga sio sehemu ya maisha yako. Kuogopa sio kitu kinachotoka kwa Mungu, ni kitu ambacho adui anakitumia kinyume na watu. Inua sauti yako ukiwa unajiamini, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakemea na kukomesha kila aina ya kuogopa kwenye maisha yangu. Ninakemea na kukomesha kila namna ya kuogopa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu, ninakataa kutawaliwa na roho ya hofu. Ninakataa kukaliwa na roho ya hofu. Ninakataa kuzuiliwa na roho ya hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kama vile maandiko yanavyosema, kama vile maandiko yanavyosema, sikupokea roho ya hofu, sikuzaliwa na roho ya hofu, sikuumbwa na roho ya hofu, sijatokana na roho ya hofu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatangaza roho ya hofu kupoteza utawala kwenye maisha yangu. Roho ya hofu kupoteza uhalali wa kukaa juu yangu. Roho ya hofu kupoteza nguvu ya kunitawala kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikataa roho ya hofu kwangu, ninaisambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kwa maneno ya kinywa chako, endelea kwa maneno ya kinywa chako. Nataka uisambaratishe ukiwa unajua unatumia kwa uhalali mamlaka ya jina la Yesu, unatumia kwa uhalali mamlaka ya neno lake. Maandiko yanakupa ushuhuda kwamba haukupokea roho ya hofu, haukupokea roho ya uoga, haukupokea roho ya kutishwa na maisha, haukupokea roho inayokuweka kwenye wasiwasi. Ulipokea roho ya nguvu, ulipokea roho iliyojaa upendo, na ulipokea moyo wa kiasi. Sema, kwa jina la Yesu, ninafuta na kukemea kila roho ya kuogopa, kila namna ya kuogopa, kila tabia ya kuogopa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuta na kukomesha, ninafuta na kukomesha, ninabatilisha, ninasambaratisha kila namna ya kuogopa, kila namna ya kutishwa, kila namna ya kutishwa, kila namna ya kuogopeshwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafuta na kukomesha roho ya hofu, ninafuta na kukomesha tabia za hofu, ninafuta na kukomesha kila namna ya kuogopa kwenye maisha yangu, kila namna ya kuogopa kwenye maisha yangu, kila namna ya kuogopa kwenye maisha yangu. Ninautengua mtego wa mwindaji ulioninasa kwenye hofu, ninautengua mtego wa mwindaji ulioninasa kwenye wasiwasi, ninautegua mtego wa mwindaji ulioninasa kwenye uoga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikataa na kuikomesha roho ya hofu kwenye maisha yangu, ninaikataa na kuikomesha roho ya hofu kwenye maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 ninafuta kila namna ya kuogopa kwenye mwaka wangu wa 2026. Sitaogopa lolote 2026 kwa jina la Yesu. Sitatishwa na chochote 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitaogopa lolote 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitatishwa na chochote 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaikemea na kuikomesha roho ya hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaikemea na kuikomesha roho ya hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaipinga roho ya hofu na tabia zake zote kwenye maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaipinga na kuisambaratisha roho ya hofu na tabia zake zote kwenye maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kuthubutu. 2026 ni mwaka wangu wa kutimiza kusudi. 2026 ni mwaka wangu wa kutofautishwa. 2026 ni mwaka wangu wa kutembea kwenye neema na karama ambazo Mungu amenipa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu, sitaogopa maneno ya watu wabaya,
Sitaogopa macho ya watu, sitaogopa jinsi watu watakavyonichukulia, sitaogopa komenti za watu mtandaoni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuta kila hofu, ninafuta kila hofu, ninatengua kila hofu, ninabatilisha kila hofu, ninakemea kila hofu, ninasukuma nyuma kila hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho ya hofu imepoteza uhalali wa kukunasa, imepoteza uhalali wa kukwamisha, imepoteza uhalali wa kukuweka kwenye gereza. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hautaogopa 2026, hautatishwa 2026, hautafichwa 2026, hautashindwa kusimama kwenye eneo lako 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya pili. Nataka uinue sauti yako kukemea kila utumwa wa hofu kwenye maisha yako. Kila utumwa wa hofu kwenye maisha yako. Ukisoma maandiko vizuri, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 15, maandiko yanasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Nyuma ya roho ya hofu kuna utumwa. Nyuma ya roho ya hofu kuna umateka. Nyuma ya roho ya hofu kuna gereza ambalo adui anakuweka. Inua sauti yako kupinga kuwekwa kwenye gereza, kupingwa kufanya mateka, kupingwa kufanya mtumwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu ninakemea na kukomesha kila utumwa wa hofu kwenye maisha yangu. Ninakemea na kukomesha kila utumwa wa roho ya hofu kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa kila tabia za roho ya hofu juu yangu. Ninakataa na kutengua kila tabia za roho ya hofu kwenye maisha yangu. Ninakataa kila kifungo cha hofu kwangu. Ninakataa kila kifungo cha hofu kwangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nina abort kila mfumo wa kuogopa ambao adui aliupanda kwenye maisha yangu, ambao adui aliupanda kwenye maisha yangu. Endelea kwa maneno ya kinywa chako. Nataka utumie mamlaka ya jina la Yesu, mtu wa Mungu, kukataa na kukomesha kila tabia ya hofu, kukataa na kukomesha kila gereza la hofu, kukataa na kukomesha kila matendo ya hofu kwenye maisha yako. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa na kukomesha tabia za hofu kwenye maisha yangu. Ninakataa na kukomesha utumwa wa roho ya hofu kwenye maisha yangu. Kila mahali ambako adui alipanda mbegu ya kuogopa, ninakufuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatengua kila aina ya utumwa ambao adui aliniwekea kwa roho ya kuogopa. Ninatengua na kukomesha kila aina ya utumwa ambao adui aliniwekea kwa roho ya kuogopa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabatilisha kila kilichokuwa kinanitisha, kila kilichokuwa kinanitisha, kila mawazo ya kunitisha, kila fikra za kunitisha, kila mawazo ya kunitisha, kila fikra ya kunitisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa na kukomesha mawazo ya kuniogopesha. Ninakataa na kukomesha mawazo ya kuniogopesha ambayo adui aliyajaza kwenye fahamu zangu, ambayo adui aliyajaza kipepo kwenye fahamu zangu. Kila gereza la fikra ambalo adui alilipanda kwa roho ya kuogopa, ninalikomesha kwenye fahamu zangu, ninalifuta kwenye fahamu zangu. Ninaachilia damu ya Yesu kusafisha fahamu zangu, kusafisha fikra zangu, kusafisha mawazo yangu, kusafisha fahamu zangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuta na kukomesha, ninafuta na kubatilisha, ninafuta na kubatilisha, ninafuta na kubatilisha kila tabia za hofu ambazo adui alizipanda
kwenye fahamu zangu, kila tabia za hofu ambazo adui alipata nafasi kuziingiza kwenye mfumo wangu. Maandiko yanasema, maana silaha zetu si katika mwili na nyama, bali zinaweza hata kuangusha mawazo na kila ngome ya fikra inayojiinua kinyume na Kristo. Nataka utumie mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya damu ya Yesu, kufuta kila fikra ambayo adui anaitumia, kufuta kila ngome ya mawazo ambayo adui anaitumia. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabatilisha kila ngome ya mawazo, kila ngome ya fikra ambayo adui anaitumia kuniogopesha, ambayo adui anaitumia kunitisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabomoa kila ngome ya adui, kila ngome ya kipepo ambayo adui aliijenga kwenye fahamu zangu, inayofanya kazi kinyume na mimi, kunizuia, kunichelewesha, kuniweka mateka. Ninaifuta na kuikomesha, ninaifuta na kuibatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Adui, toa mkono kwenye fahamu zangu. Adui, toa mkono kwenye fikra zangu. Adui, toa mkono kwenye mawazo yangu. Adui, toa mkono kwenye fikra zangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, ninatengua na kukomesha kila utumwa wa roho ya hofu, kila utumwa wa roho ya hofu. Sema, kwa jina la Yesu, ninaikemea na kuikomesha, ninaikemea na kuikomesha hofu ya kuogopa kukosea, hofu ya kuogopa kukosea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikemea na kuikomesha hofu ya kuogopa kukosea, utumwa wa kuogopa kukosea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuanzia leo ninatangaza uhuru wangu, ninatangaza uhuru wangu. Sitashikwa, sitaogopa, sitakamatwa na hofu ya kuogopa kukosea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mawazo yaliyonikamata, yaliyoniteka kwenye kuogopa kukosea, ninayabatilisha, ninayafuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninayabatilisha na kuyafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea kufuta hii hofu, endelea kukamata hii hofu. Rabosa tayadaba, makosa katayadaba. Kuna watu wengi, mtu wa Mungu, ambao ndoto zao na hatima zao zimezimwa kwa hofu ya kuogopa kukosea. Inua sauti yako, sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninalipiga na kulivunja gereza la hofu ya kuogopa kukosea, utumwa wa hofu ya kuogopa kukosea, shimo la kuogopa kukosea ambazo limemeza hatima za watu, ambalo limemeza ukuu wa watu, ambalo limemeza hatua za watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabatilisha, ninakomesha hofu ya kuogopa kukosea, hofu ya kuogopa kukosea kutoka kwenye maisha yangu, kutoka kwenye hatima yangu, kutoka kwenye nyumba yangu, kutoka kwa watoto wangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, ninalipiga gereza la kuogopa kukosea. Ninapiga ukuta wa kuogopa kukosea. Ninaipiga ngome ya kuogopa kukosea iliyonichelewesha, iliyosababisha nishindwe kuchukua hatua, iliyosababisha nishindwe kufanya vitu, iliyosababisha nishindwe kurabosataya makarababante shatayadaba riko sakatayadaba reko seterebobosa riko sakataya makorababasete mekarababosa riko sekete makaprakatayanta riko satayadaba reko rababosa tayadaba. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaiharibu utumwa wa kuogopa kuzungumza mbele za watu, utumwa wa kuogopa kuzungumza mbele za watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaipiga na kuifuta hofu inayonifumba mdomo na kusababisha nishindwe kuzungumza mbele za watu. Ninaikomesha na kuifuta hofu inayonifunga mdomo na kusababisha nishindwe kusema mbele za watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, sema, ninaikemea roho ya hofu inayosababisha nishindwe kuongea mbele za watu, inayosababisha nishindwe kuyaamini mawazo ya kichwa changu, inayosababisha nishindwe kufungua kinywa changu na kuuliza maswali, inayosababisha nishindwe kufungua kinywa changu na kuongea. Rako satayadaba. Ninafuta kila hofu, ninafuta kila hofu iliyokamata kinywa changu, iliyoshikilia fahamu zangu, iliyosababisha niogope kuongea, iliyosababisha nishindwe kusema. Kwa mamlaka ya jina la Yesu,
Tuende kwenye prayer point yetu ya 3. Nataka uinue sauti yako kukemea hofu ya uovu. Hofu ya uovu. Iko hofu ya uovu, mtu wa Mungu, ambayo adui anaitumia kusuka mashambulizi kinyume na wewe. Kitabu cha Zaburi sura ya 91 kinasema, mstari wa 5 na wa 6 na ule wa 10. Zaburi 91 5 hadi 6, then unaruka hadi mstari wa 10. Maandiko yanasema, hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibio adhuhuri. Mabaya hayatakupata wewe, tauni haitakaribia hema yako. Nataka uinue sauti yako kukemea kila kitu ambacho kimesababisha uhisi kwamba adui atakupiga na mambo mabaya. Hofu ya kuogopa kifo, hofu ya kuogopa magonjwa, hofu ya kuogopa ajali, hofu ya chochote cha uovu ambacho unahisi kinaweza kukupata, kwamba wezi wanaweza wakakuvamia, wachawi wanaweza wakaingia chumbani kwako usiku. Nataka uinue sauti yako kuweza kupinga hofu ya uovu. Sema, kwa jina la Yesu, ninakemea na kukomesha kila roho ya hofu, kila hofu ya uovu kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakemea na kukomesha kila hofu ya uovu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ninakataa kila namna ya kuhofia mabaya kunipata. Ninakataa kila namna ya kuhofia mabaya kunipata. Kwa jina la Yesu, sitatishwa na matukio ya usiku. Sitatishwa na matukio ya usiku. Moyo wangu hautaogopa kwa sababu ya matukio ya usiku. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sitaogopa uchawi. Sitaogopa uchawi. Sitatishwa na uchawi. Sitatetemeshwa na uchawi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sitatikiswa. Sitatikiswa na pigo lolote la adui. Sitatikiswa na pigo lolote la adui. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, ninapokea uhakika ndani ya moyo wangu kwamba Mungu ananilinda masaa 24. Mungu ananitetea masaa 24. Ninapokea uhakika ndani ya moyo wangu. Ninapokea uhakika ndani ya moyo wangu. Ninatambua kwa uhakika ndani ya moyo wangu kwamba Mungu ananilinda masaa 24. Hata ruhusu hatua yangu ifutwe. Hata ruhusu nimezwe na adui. Hata ruhusu nikamatwe na mtego wa mwindaji. Hata ruhusu wabaya wanipate. Hata ruhusu mabaya yanipate. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, ninapokea uhakika ndani ya moyo wangu. Ninatembea na uhakika ndani ya moyo wangu kwamba ninalindwa na kila nguvu za giza. Ninalindwa na kila nguvu za kipepo. Ninalindwa na kila nguvu za kichawi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, ninatambua kwa uhakika kwamba Bwana amenitumia jeshi la malaika wake wanilinde usiku na mchana. Wailinde hatima yangu usiku na mchana. Ninapokea kwa uhakika ndani ya moyo wangu kwamba jeshi la malaika limeweka kituo kwenye maisha yangu. Limeweka kituo kwenye maisha yangu. Limeweka kituo kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nimepokea uhakika ndani ya moyo wangu kwamba ninalindwa na Bwana masaa 24. Sitaogopa ubaya. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Sitatetemeshwa na hila za adui. Sitatetemeshwa na kelele za adui, kwa sababu Bwana ananilinda. Amenifunika chini ya mbawa zake. Amenihakikishia usalama wangu. Amehakikisha usalama wa roho yangu. Amehakikisha usalama wa vitu vyangu. Amehakikisha usalama wa watu wangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakuna mabaya yatanipata. Kwa jina la Yesu, hakuna mabaya yatakayonipata. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikemea na kuikomesha hofu ya uovu kinyume na mimi. Rabo sataya, ninaikemea na kuikemesha. Ninaikemea na kuikomesha hofu ya uovu. Hofu ya uovu
uovu 2026 ninaikemea na kuikomesha. Hofu ya uovu 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitatishwa na kelele za magonjwa, sitatishwa na hofu ya uovu, sitatishwa na hofu ya magonjwa, sitatishwa na hofu ya mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya 4. Twende kwenye prayer point yetu ya 4. Nataka uinue sauti yako kukemea hofu ya kuogopa kuchukua hatua ya kuanza na hatua ya uthubutu. Hofu ya kuogopa kuchukua hatua ya kuanza na hatua ya uthubutu. Sema kwa jina la Yesu, 2026 sitaogopa kuchukua hatua. 2026 sitaogopa kuchukua hatua. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninabatilisha kila kitu kinachonitisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninabatilisha na kukomesha kila kitu ambacho adui alikitumia kunikwamisha kuchukua hatua ya kwanza, ambacho adui alikitumia kunichelewesha kuchukua hatua ya kwanza, ambacho adui alikitumia kunizuia kuchukua hatua ya kwanza. Sema ninakemea na kukomesha kila wasiwasi ulioinuliwa ndani yangu, kila ninapotaka kufanya, kila ninapotaka kutenda, kila ninapotaka kutokeza, kila ninapotaka kukaa kwenye nafasi yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakemea na kukomesha, ninafuta na kusambaratisha wasiwasi wowote unaotibuka ndani yangu, unaoinuka ndani yangu, kila ninapotaka kuchukua hatua, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema ninafuta kila mawazo mabaya, ninafuta kila mawazo mabaya yanayonivamia kila ninapotaka kuchukua hatua, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kwa maneno ya kinywa chako. Nataka mtu wa Mungu utengue huu mkataba wa kipepo ambao adui amekuwa anautumia kuzizuia hatua zako. Ni miaka sasa umekuwa unaahirisha hiyo ndoto. Kila mwaka unasema nitaanza, kila ukipata unasema nitajitafuta tena ili nianze. Imekuwa tu una postpone. Nataka uinue sauti yako kwa kumaanisha kukemea hiyo roho. Kuna roho, mtu wa Mungu, inayokuzuia. Iko roho ya kipepo ambayo adui anaitumia kukuzuia na kusababisha ushindwe kuchukua hatua. Sema kwa jina la Yesu, ninakemea na kukomesha, ninakemea na kukomesha, ninakemea na kukomesha, ninakemea na kukomesha, ninakemea na kukomesha hofu ya kushindwa kuchukua hatua, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuta na kukomesha kila udanganyifu wa kipepo, kila udanganyifu wa kipepo ambao adui anautumia kuniaminisha kwamba sijatosha, kuniaminisha bado nahitaji maandalizi, kuniaminisha bado nahitaji kujiandaa, kuniaminisha bado nahitaji kujitafuta, kuniaminisha bado nahitaji kukusanya mtaji. Kwa jina la Yesu ninakomesha hiyo sauti, ninakomesha hiyo sauti, ninakomesha hizo fikra, ninakomesha hizo fikra, ninakomesha hizo fikra. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kujitambulisha. 2026 ni mwaka wangu wa kutokeza. 2026 ni mwaka wangu wa kuthibitika.
Kila neema ambayo Bwana amenipa, kila baraka ambayo Bwana amenipa, kila ukuu ambao Bwana amenipa, nitasimama nao kwa mamlaka, nitasimama nao kwa ujasiri, nitasimama nao kwa ujasiri. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kujitambulisha. 2026 ni mwaka wangu wa kujitokeza. 2026 ni mwaka wangu wa kuthibitika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila neema ambayo Bwana amenipa, kila baraka ambayo Bwana amenipa, kila kibali ambacho Bwana amenipa, ninasimama nacho kwa nguvu, ninasimama nacho kwa uweza, ninasimama nacho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema 2026 sitajificha nyuma ya watu, sitajificha nyuma ya watu, sitajificha nyuma ya watu, sitakaa pasipoonekana, sitakaa pasipoonekana, sitajificha nyuma ya watu kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kutembea katika uweza wa nguvu zake, katika uweza wa nguvu zake. Endelea mtu wa Mungu kuomba. Rakosataya ya katarababande bobosa. 2026 ni mwaka wako wa kujitambulisha, ni mwaka wako wa kuthibitika kwenye kila kitu alichokupa Bwana, kwenye kila neema aliyokupa Bwana, kwenye kila mlango aliyokufungulia, kwenye kila baraka aliyokupa. Simama kwa ujasiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jitambulishe kwa ujasiri kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka uinue sauti yako kukemea hofu ya kuogopa hukumu ya watu. Hofu ya kuogopa hukumu ya watu. Kama kuna shimo ambalo limemeza watu wengi, ni hofu ya kujiuliza wengine wanasemaje, wengine watanionaje. Kuna watu wengi wameshindwa kufanya wanavyotaka kuvifanya kwa sababu ya kuogopa wanafamilia. Wameshindwa kufanya wanavyotakiwa kufanya kwa sababu ya kuogopa ndugu na marafiki. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa na kukomesha hofu ya kuogopa hukumu ya watu, hofu ya kutishwa na macho ya watu, hofu ya kuogopeshwa na maneno ya watu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila eneo ambalo Bwana ameniita, kila nafasi ambayo Bwana amenifungulia, kila mlango ambao Bwana amenipa, ninamiliki na kutawala, ninamiliki na kutawala, ninasimama na kupata matokeo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema 2026 sitaogopa wengine wanasemaje, sitaogopa wengine watanionaje, sitaogopa wengine wananichukuliaje. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninasimama kwa ujasiri, ninasimama kwa nguvu kwenye kila kitu ambacho Bwana amenipa, kwenye kila kitu ambacho Bwana amenipa, kwenye kila mlango ambao Bwana amenifungulia, kwenye kila neema ambayo Bwana amenipatia, kwenye kila kibali ambacho Bwana amenipa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Inua sauti yako kumshukuru Bwana. Inua sauti yako kumshukuru Bwana. Inua sauti yako kumshukuru Bwana. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya ushindi ambao tumeupata ndani ya hizi wiki mbili. Asante kwa ajili ya ushindi ambao tumeupata ndani ya hizi wiki mbili. Asante kwa ajili ya ushindi tulioupata siku ya leo. Baba, asante kwa ajili ya neema, kibali na baraka ambazo umetupatia kwa muda wa wiki mbili. Asante kwa ajili ya ushindi ambao tumeupata siku ya leo. Mungu wangu na Baba yangu, na kushukuru na kutukuza na kulisifu jina lako. Asante kwa sababu najua Bwana utatufungulia mlango wa kuielekea wiki yetu ya mwisho, kuielekea wiki yetu ya mwisho. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya nguvu, asante kwa ajili ya uwezo.
katika jina la Yesu ninaomba nikiamini,